Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Matendo ya Mitume moja na haya yake ya 8. Agire udufasha gusoma. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Matendo ya Mitume mlango ni wa kwanza na haya yake ya 8. Kumve kwa tubwira. Kiswahili nasema hivi, lakini mtapokea nguvu akisha kuwajulia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Yudai yote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Amen. Haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya yose ni Samaria no kugeza ku mpera y'isi. Amen. 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 Basi tunamshukuru Mungu sababu ametupa nafasi ya kufika mahali hapa. Turashima Imana duhaye mwanya mwiza wa kuzano. Jina la Bwana liinuliwe. Izina rya Yesu ryabwicubahiro. Turihanganisha abantu bose. Tunawapa pole watu wote. Twagize ibyago. Tumekumbana na shida. Ariko turavuze ngo mukomere kandi mwihangane. Lakini tunasema muimarike na muwe imara. Kubera ko Biblia ivuga ko dufasha igihe mu ntambara. Kwa sababu Biblia inasema sisi tuko kwa vita hapa duniani. Turi mu ntambara dukirana n'imyuka itandukanye. Huwa tunapigana na roho tofauti. Niyo mpamvu tugenda duhura n'ibi byose. Ndio maana tunakutana na haya yote. Hari indirimbo muvandimwe yavuze. Kuna nyimbo ambayo ndugu amesema pale. Ndasaba abaririmbyi guhaguruka bakayiririmba. Nitaomba waimbaji kuinuka na kuweza kuimba nyimbo hiyo. Uyu mwaka twawise umwaka wa mashimwe. Mwaka huu tuliuita mwaka wa shukrani. Turavuga ngo ntabwo tuwise umwaka wa mashimwe kubera ko twishimye. Na hatujasema kwamba ni mwaka wa shukrani kwa sababu sisi tuna furaha. Ariko turavuga ngo tuwise umwaka wa mashimwe kubera ko ijambo ry'Imana ridusaba gushima no mu byago. Lakini tumefanya hivyo ni kwa sababu neno la Mungu linasema kwa yote tuweze kumshukuru Mungu. Twaganiriye ko gushima Imana tumezungumza ya kwamba kumshukuru Mungu niyo nzira yo kubana n'Imana. Ni njia pekee ya kukaa pamoja na Mungu. Umuntu adashima Imana bari kure y'Imana. Usipomshukuru Mungu wewe uko mbali na Mungu. Niyo mpamvu mu byago mu makuba nkaya. Ndio maana kwa shida na tabu kama hizi tugomba gushima Imana. Lazima tumshukuru Mungu kugira ngo dukomeze tugendane nayo. Ili tuendelee kutembea na Mungu. Daudi yakomeje gushima Imana no mu bihe bikomeye. Daudi aliendelea kumshukuru Mungu hata kama mambo yalikuwa magumu. Yashimaga Imana kubera yuko amashimwe ari mu Imana iba. Lakini aliendelea kufanya hivyo ni kwa sababu Mungu ukaa katika shukrani zake. Amashimwe ni mu Imana ituye. Katika shukrani ndipo Mungu anaishi. Niyo mpamvu iyo dushima. Ndio maana tukishukuru. Niyo mpamvu umwaka mubi nkuyu kuri twebwe. Kwa sababu mwaka huu mbaya kwetu. Niyo tuvuga ko twawise izina ryo gushima. Tukiuita jina la kushukuru. Abantu benshi batekereza byinshi. Kuna watu wanaweza fikiria mambo mengi na hawana majibu. Ariko mu mashimwe. Lakini katika shukrani hapo ndipo Mungu huishi. Niyo twasohotse mu mashimwe. Tukitoka katika shukrani yani sisi tuko mbali na Mungu. Ndio maana wale ambao katika prison wanaendelea kumshukuru Mungu. Wale ambao wamekatiwa ya kufa wanaendelea kumshukuru Mungu. Alafu Mungu anawafufua, anawatoa na kusema kwamba hata katika kifo niko pamoja nanyi. Ndio maana tukauita mwaka wa shukrani. Ndio maana katika shukrani ndio Mungu huishi. Imba nyimbo hiyo ambayo amesema. Hatutaiacha ni kwa sababu shukrani ndio mwaka wetu. Hata kama mambo yako hivi. Hata kama yanatisha kama vile yalivyo. Hata kama kuna yale ambayo hayadhiriki. Biblia inasema ya kwamba Mungu ameumba kila kitu kupitia bure. Alitumia neno lake. Katika mambo haya ambayo tunayagusa yametoka kwa mambo ambayo hayadhiriki. Yametokana na neno ambalo Mungu amelitamka. Ndio maana hata kama tunamshukuru Mungu, yani tunatoa katika mambo ya mashirika
yale ambayo yako mbele ambayo sisi hatuoni, lakini kupitia kuamini ambayo iko ndani yetu. Alafu tunasimama kama watu wamefariki, tunasema tuendelee kumshukuru Mungu kwa sababu kuna kile ambacho Mungu ameweka katika agano lake, na katika agano la Mungu hayo hayashikiki siku ya leo. Siku ya leo hayawezi yakashikika vile ambavyo damu inafua, lakini katika kuamini neno la Mungu, ndio maana ni kama sisi tumeyafikia tayari. Bwana pewe sifa. Tukimshukuru Mungu hatufanyi mambo ya wenda wazimu, lakini tunayafanya ni kwa sababu tumepewa kuamini, kwa sababu Mungu ametupa imani. Ndio maana yale ambayo tunafanya hayadiriki, watu wanatuchukulia kama wenda wazimu. Paulo akaweza kujigamba kwenye nini yake, yani hakujigamba ni kwa sababu amefurahia. Hakusema fimbo ambayo amepigwa ni kwa sababu amefurahia, lakini amefurahia ni kwa sababu katika maneno ambayo amenakiri, hakusema familia yake ambayo ni mashuhuri, kwa sababu baba yake alikuwa na urahia wili, na Paulo alikuwa msomi, alikuwa mwanasheria. Lakini kwa yale yote ambayo ameweza kujivunia, alijivunia shida na taabu. Paulo hajasema hivyo ni kwa sababu amefurahia, ni kuamini ambayo kulikuwa ndani yake, ambayo inadhirika ya kwamba shida zake za leo itaweza kuzaa vitu ambavyo ni vya maana kwake. Yale ambayo yalikuwa mbele ambayo Paulo angeona, ndio maana alijivunia shida zake. Akasema shida hizi kuna mahali zitanipeleka. Ndio maana akaendelea kujivunia na akajivunia mateso yake. Nuko inyuma y'ingoyi hari ibyo yabona. Ni kwa sababu hapo nyuma ya mateso kuna mambo ambayo alikuwa anayaona, na yale ambayo alikuwa anayaona watu hawakuona hayo. Amen. Amen. Umuhamagaro mwito uranganya imbaraga n'urupfu, ni una nguvu kama kifo. Nehemia atabariri wao. Nehemia alipo enda kwao, yahamagaye bene wabo bari basangiye ikibazo. Aliita wenzake ambao walikuwa na shida moja, ariko ntibakibona kimwe na Nehemia, lakini hawakukitambua kama vile alikuwa kitambua. Ngo yageze imbere y'umwami ngo amerewe nabi no mu maso ye habigaragaza. Biblia inasema alienda mbele ya mfalme akiwa amehuzunika. Umwami aramubaza ngo niki? Mfalme akamuuliza ni nini? Nehemia yarababaye gutyo. Nehemia alihuzunika hivyo, na wengine walikula na kufurahia. Umuhamagaro, mwito. Iyo tuvuga umuhamagaro, tukisema mwito, abantu bazabibwira ko ari kuba umupasiteri. Watu wanafikiria ni kuwa mchungaji. Iyo tuvuga umuhamagaro, tukisema mwito, abantu bazavuga ko ari ugusenga. Watu wanafikiria ni kuomba. Iyo tuvuga umuhamagaro, tukisema mwito, abantu bazabatekereza ibindi. Watu wanafikiria mambo mengine. Umuhamagaro, mwito ni Imana yagushize ku mutima gukora, ni kile ambacho Mungu aliweka ndani yako ili uweze kufanya. Iyo ugize ngo uraryama ntuzi kwemerera kuryama. Mwito hauwezi kwa kubalia kulala. Uzurarana n'abandi bakagona bagasinzira ukarara ushinze ingokora. Utalala na wengine wakisinzia, wewe ukiwa umekaa. Basinziriye basinziriye nao baba bafite ibyo bibazo, ariko nta muhamagaro nta n'umutwaro wabyo baba bafite. Hata hao bado wanajua shida hizo, lakini hawana hiyo mwito ama hiyo mzigo ndani yao. Niyo mpamvu muhamagaro unganya imbaraga n'urupfu. Ndio maana mwito ni kama tu kifo. Abandi bazabitanga bakaja gupfa, wengine wanajitolea na kwenda kufa, bagasiga hagaragara ko hari amahoro, na wanaacha mahali ambapo inaonekana kuna amani. Ku musozi banyagirwa n'imvura, wengine wanapigwa na jua pia na mvua, abandi baryamye basinziriye kandi banganya ibibazo, wengine wanasinzia bado wako na shida moja. Uone muhamagaro, hiyo ni mwito. Muhamagaro nganya imbaraga n'urupfu. Mwito una nguvu kama kifo. Nimwenka baririmba ntabwo ndi bubwiriza uyu munsi ijambo nategura. Mtaimba leo sitahubiri bila mafundisho. Nitaongea kidogo ili niweze kuketi. Hari umwanya turi busige.
kwa sababu kuna muda ambayo tutaweza kuacha. Simuinuke. Y'abandi ntarebera mu madirishya abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byabibaho. Indirimbo yanjye yarima ntuzageza he, ituma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe. Kahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi mfita masezerano atabarika wampa. Nahoraga kuvumba amashimwe y'abandi, ntarebera mu madirisha abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yarima ntuzageza he, ituma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe. Kahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi mfita masezerano atabarika wampa. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, ntarebera mu madirisha abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yarima ntuzageza he, ituma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe. Gahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi mfita masezerano atabarika wampa. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya Benazafu. Viva mutima ayizanjye, vitumuhanya migene. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya Benazafu. Viva mutima ayizanjye, vitumuhanya migene. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya Benazafu. Viva mutima ayizanjye, vitumuhanya migene. Zaburi ya Benazafu. Viva mutima ayizanjye, vitumuhanya migene. Shuhuda ambayo unaonekana.
Hiyo ni kazi ya Mungu. Hiyo ni mirimo y'Imana. Natekereje ko tuganira hejuru ya Mwuka Wera kuri twebwe. Nimefikiria tuongee na Hejuru ya Mwuka Wera kuri twe. Kwa ajili ya Roho Mtakatifu juu yetu. Mwuka Wera. Roho Mtakatifu. Imana Mungu yabanye n'abantu. Aliishi pamoja na wanadamu. Imana iganira n'abantu. Mungu anaongea na wanadamu. Imana igenderera abantu. Mungu akatembelea wanadamu. Imbona nkubone. Kinagaubaga. Ico gihe kiratambuka. Wakati huo ukapita. Imana itangira kuvugana n'abantu binyuze mu bahanuzi. Mungu akaanza kuongea na wanadamu kupitia manabii. Imana ikagenderera abantu, Imana igasura abantu, Imana ikavugana nabo. Mungu anatembelea watu, Mungu anaviziti watu, Mungu anaongea na watu. Ico gihe kibaho kiratambuka. Wakati huo ukapita. Mwami Yesu abana n'abantu. Mfalme akaishi pamoja na watu. Aravuka umuntu yambara umubiri. Akaweza kuvaa mtu na kuzaliwa. Abana n'abantu baraganira barasangira. Akaishi na watu na kuongea na watu. Ico gihe kiratambuka umwami Yesu aragenda. Wakati huo ukapita, Yesu akaondoka. Abigishwa baganira nawe. Wanafunzi wakiongea na yeye. Ntabwo bifuzaga gutandukana n'umwami Yesu. Hawakutamani kuachana na mfalme wao. Ariko Yesu arababwira ngo ikizima nuko ngenda. Yesu akawaambia kizuri niondoke. Kandi abasezeranya ko agomba kugenda ariko ntibasigare bonyine. Na akawaambia kwamba nitaondoka na hamtabaki peke yenu. Batekerezaga ko basigaye bonyine. Kwa sababu walifikiria kwamba wamebaki peke yao. Batekerezaga ko bidakunda ko basigara bonyine. Walifikiria kwamba haitawezekana kubaki peke yao. Ariko Yesu arababwira ngo sinzabasiga. Lakini Yesu akawaambia sitawaacha peke yenu. Amen. Amen. Sinzabasiga muri mwenye. Sitawaacha peke yenu. Yesu aragenda. Yesu akaondoka. Hanyuma Mwuka Wera araza. Alafu Roho Mtakatifu akaja. Mwisezerano rishya. Katika agano la jipya. Muri iki gihe cyacu. Katika wakati huu wetu. Mwisezerano rya kera. Katika agano la kale. Mwuka Wera yabagaho. Roho Mtakatifu pia alikuwa. Biblia iravuga mwitangiriro. Katika Mwanzo. Igice cha mbere. Mlango wake wa kwanza. Avuga yuko isi yari amazi. Biblia inasema kwamba dunia ilikuwa imejaa maji. Na ilikuwa na giza kubwa. Ngo Mwuka yahoraga agenda hejuru y'amazi. Lakini Biblia inasema Roho alikuwa akitembea juu ya maji. Ico gihe yabaye hejuru y'amazi isi tarari. Wakati huo Roho Mtakatifu aliishi juu ya maji wakati ulimwengu ulikuwa bado hujakuwa. Ataragabanwa ngo atandukanywe n'ubutaka. Yani maji ilikuwa bado haijatenganwa na ardhi. Ikindi gihe nanone. Wakati mwingine Mwuka Wera akaba ku bantu. Roho Mtakatifu alikuwa akija juu ya watu. Ariko akaba ku bantu runaka. Lakini ilikuwa watu fulani. Kandi ntiyabaga muri bo. Na hakuwa ndani yao. Ahubwo yabaga kuri bo. Bali alikuwa juu yao. Biblia iravuga. Biblia inasema Imana yahamagaye Mose. Mungu akaita Musa. Iramubwira ngo hamagare abayobozi bakuru mu akamwambia ita viongozi wana wa Israeli. Mu miryango y'Abanya-Israeli. Katika familia ya wana wa Israeli. Mose aragenda ngo atoranya abagabo 70. Musa akachagua wanaume 70. Biblia iravuga ngo Imana ngo ifata ku mwuka wari kuri Mose. Biblia inasema kwamba Mungu akachukua roho ambayo ilikuwa ndani ya Musa. Iushira kuri babagabo 70. Alafu akaweka juu ya wanaume hawa 700. Impamvu Imana yawushize kuri aba bagabo. Ni nini ilifanya Mungu aweke kwa wanaume hawa? Kugira ngo babashe gufatikanya na Mose. Ilikuwa ili waweze kusaidiana na Musa. Umuntu wakoraga umurimo w'Imana. Mtu amange tufanya kazi ya Mungu. Yashigwagaho Mwuka Wera. Lazima angewekwa Roho Mtakatifu. Mwuka kaba kuri we. Na roho angekuwa juu yake. Ntabwo wari umwuka w'abantu bose. Si haikuwa roho wa kila mtu. Wari umwuka wagiye ku bantu bamwe batoranije. Bali ilikuwa ni roho ambayo ilikuwa kwa watu ambao wamechaguliwa. Abanyesirayeli hatoranijwe abagabo 70 gusa bahagarariye abantu. Katika wana wa Israeli ilichaguliwa watu 70 peke yao ambao walisimamia wengine. Ifata ku mwuka wari kuri Mose. Alafu Mungu akachukua roho ambayo ilikuwa juu ya Musa. Kugira ngo babashe kugira igikorwa bakora. Akawawekea ili waweze kufanya kazi fulani. Ni ku mwuka wabanaga n'abantu. Hivyo ndivyo roho alikuwa anaishi na watu wakati wa kale. Roho hakuwa ndani yao. Wabaga kuri bo. Ulikuwa juu yao. Ijambo rya kabiri. Jambo la pili.
Imana yahoraga ibakuraho umwuka. Mungu alikuwa akitoa roho juu yao. Biblia iravuga muri Samueli wa mbere. Biblia inasema katika Samueli wa kwanza, iravuga ngo Sauli Imana ngo yamukuyeho umwuka wa. Ikasema kwamba Mungu aliweza kutoa roho juu ya Sauli. Ntabwo yamukuyeho umwuka humeka. Hakumtoa roho ambayo anapumua. Yamukuyeho umwuka w'Imana wari kuri. Bali ilikuwa roho ambayo ilikuwa juu yao. Hanyuma ufati umukuraho. Akaweza kuondoa juu yake. Imana yahoraga ibakuraho umwuka. Mungu alikuwa akiondoa roho juu yao. Mungu yakoza amanyanga. Mungu mtu akifanya makosa, umwuka wayo yamushize hejuru. Alafu Mungu anatoa roho ambayo ilikuwa juu yao. Na kutoa na kumwacha hivyo. Daudi yarabivuze. Daudi alisema hivyo. Muri Zaburi ye. Katika Zaburi yake. Aravuga ngo ndagusaba Mana. Akasema Bwana nakuomba. Aravuga ngo ndagusaba ngo ntukure umwuka wawe. Usiweze kutoa roho wako juu yao. Haricho Daudi yari yacumuye ku Mana. Kuna kile ambacho Daudi alikuwa amekosea juu ya Mungu. Ariko Daudi ngwaje gusenga inginga Imana. Lakini alipotaka kuomba akamsihi Mungu. Akasema kile ambacho nakuomba ni kuniachia roho wako. Acha niwaambie, mtu asipokuwa na roho wa Mungu, yani anahesabiwa kama mfu. Biblia inasema Nikodemu akaongea na Yesu. Wakazungumza naye. Yesu akamwambia, akasema ili uwe upate ufalme wa Mungu. Akasema ni ili uzaliwe mara pili. Kuzaliwa mara pili inamaanisha nini? Akasema ni maji na roho. Ili uweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Kuvuka bivuga iki? Kuzaliwa inamaanisha nini? Kuvuka bivuga kubaho. Inamaanisha kuishi. Aravuga ngo ugomba kuvuka. Akasema lazima uzaliwe uweze kuishi tena. Iyo umuntu ataravuka mu buryo bw'umwuka, mtu asipozaliwa kiroho ntabwo abariho, huwa haipo. Yesu aramubwira ngo ugomba kuvuka. Yesu akasema lazima uzaliwe. Yesu aramubwira ngo ugomba kubaho. Yesu akasema lazima uishi. Aramubwira ngo inzira yo kuja mu bwami bw'Imana. Akasema njia moja kwenda katika ufalme wa Mungu ni kuzaliwa. Kandi kuvuka aramubwira ngo, na kuzaliwa akasema kubatizwa mu mwuka, ni kubatizwa katika roho. Nukubatizwa mu mwuka, ni kuzaliwa katika roho. Niko kubaho. Hiyo ndio kuishi. Nikodemu akashindwa kusikia. Akasema mwanaume kama mimi naweza je kurudi katika tumbo la mama yangu na kuzaliwa upya? Yesu akasema usipozaliwa katika njia hii, akasema wewe ufalme wa Mungu si wako. Roho. Amen. Amen. Roho. Kuna mzee Billy Graham. Walimuuliza tutaenda mbinguni kivipi? Akapiga hatua 5 akienda angani. Hakuna mtu anaweza fanya hivyo kama huna Roho Mtakatifu. Yesu akamwambia mitume, akasema kila ambacho kitawafaidi ni ili niende. Jambo la kwanza linishangaza ni nini? Akasema mtakuwa mashahidi. Akisema mtakuwa mashahidi inamaanisha nini? Alitaka kusema kuwa shahidi. Alisema mtakuwa mashahidi wangu. Mitume hawakuwa mashahidi kama Yesu bado yupo. Yani mitume hawakumjua Kristo vizuri wakati alipokuwa duniani. Kwa sababu walikuwa na tashwishi nyingi tukiwa tumesoma katika neno la Mungu. Yani ndugu wa Yesu hawakumjua Yesu Kristo akiwa bado yu hai. Yule ambaye alikuwa anamjua kidogo ni mamaye. Kwa sababu mamaye alikuwa na agano kabla Yesu hajazaliwa. Kuna sauti ya malaika ambaye alikuwa imemwambia, akamwambia utamzaa. Huo ndiye alikuwa na kidogo tu kumjua. Lakini wale wengine wote walikuwa na tashwishi. Hata hao hawakumfahamu. Wanafunzi hawakumtambua.
bihamya mu ijambo ry'Imana. Inadhihirika katika neno la Mungu. Umunsi Yesu agendera hejuru y'amazi. Siku Yesu alitembea juu ya maji. Petero yaramubwiye ngo nimba ari wewe ngaho tegeka naje ngende. Petro akamwambia kama ni wewe amuru nitembee juu ya maji. Hapo kulikuwa na tashwishi ndani yake. Bamwitaga umudaimoni. Yani walikuwa wanamuita Beelzebulu daimoni. Yani walikuwa wanatashwishi katika nguvu zake. Hawakuamini 100% kama yeye ni yeye Mungu. Kwa sababu walikuwa wanasema kama ni wewe. Bakavuga ngo mudaimoni niyo wogendera hejuru y'amazi. Wanasema daimoni ndiye anaweza tembea juu ya maji. Hawako wanaamini nguvu za Mungu. Kwa sababu waliamini ya kwamba nguvu za Mungu haziwezi zikafanya mtu atembee juu ya maji. Bali waliamini nguvu za daimoni kwa sababu hizo ndizo zinaweza kutembea juu ya maji. Walikuwa na tashwishi ambayo ni kubwa sana. Lakini Yesu akawaambia mtakuwa mashahidi. Akasema mtakuwa mashahidi. Petro akamwambia Yesu. Akaanza kujigamba. Alimwambia wakati mwingine. Akamwambia hutakufa. Katika dakika za mwisho akasema ukifa tutaenda na wewe. Yesu akamwangalia. Akasema huyu hajui habari. Akasema kabla jogoo iwike utakuwa umenikana mara 3. Yesu aliona nini? Alikuwa anaangalia katika mioyo yao. Anaona hawamjui. Aliona ndani ya mioyo yao. Akaona hawajamtambua vizuri. Aliona ndani ya mioyo yao. Anaona hawajamfahamu vizuri. Aliona ndani yao. Anaona kuna bado tashwishi. Ndio maana alikuwa akitaka kuongea habari za ufalme. Mama mmoja akaja. Akasi Yesu, kijana yangu mmoja katika mkono wako wa kulia, mwingine mkono wa kushoto. Yesu akasema huyu anaomba mambo ambayo hajui. Yani mkono mmoja wa kushoto na kulia, mmoja ulienda majambazi. Walikuwa nafikiri ni ufalme wa dunia. Yesu arababwira ngo muracyafite urujijo muri. Yesu akasema bado hamjatambua vizuri. Lakini akasema nikitolewa ndani yenu, wakati huo mtakuwa mashahidi. Wakati huo mtaweza kuwa mashahidi. Petro wakamuuliza, alipomfuata, alipotaka kutundikwa, wakamuuliza hata maongezi yako wewe ni kama ya wale. Petro akasema mimi. Msichana mmoja akamwangalia walipoota moto. Akasema wewe achana na hayo. Wakimuuliza akasema hapana. Yesu alikuwa anajua habari hizo zote. Lakini akasema nikienda kubana namwe ndacho bimaze, kuishi na nyinyi haitawaruhusu, hiyo haitawafaidi, kwa sababu kufikia saa hii hamjanijua. Lakini akasema ninapoondoka mtaweza kuwa mashahidi, mtakuwa mashahidi, mtasema yale ambayo nimefanya, mtajua mimi ni nani. Biblia inasema siku ambacho Roho ameshuka, Yesu kulikuwa watu wengi sana na wanafunzi walikuwa wenyewe. Petro akasimama. Roho Mtakatifu alipokuja juu yao, akaanza kuwasuta watu. Akawaambia yule ambaye mumemuua, yule ambaye nyinyi mumemuua, huyu ndiye amefanya haya. Hayo aliyafanya bado hizo nguvu za kuwa mshahidi zilitokana na Roho Mtakatifu. Tukipokea Roho Mtakatifu, huwa sisi tunaishi, sisi tumezaliwa, yani tumebadilika kwa mashahidi ambao ni mashahidi wa Yesu. Hawezi kuwa mshahidi bila kupokea Roho Mtakatifu. Ndio maana watu wengi katika barabarani wanatembea na Biblia, yani hakuna Roho Mtakatifu ndani yao. Ndio maana watu wengi wanasema habari njema, alafu wakitoka pale nje wanakuwa watu wengine.
Mafarisayo bari bazi ijambo, walikuwa wanajua neno, bari baragize, walikuwa walikuwa wanasema neno, lakini kuna kila ambacho wamekikosa. Acha niwaambie mambo matatu ambao walikuwa wanakosa. Sorry? Wagalatia 5:20. Ndavuga imbuto zitatu gusa. Nitasema tunda tatu peke yake. Imbuto z'umwuka. Tunda la Roho. Zigaragaza abantu bakiriye mwuka wera. Ambao inaonyesha watu ambao wamepokea Roho Mtakatifu. Bitarije abantu batekereza n'ibyo bavuga. Sio watu ambao wanafikiria bali yale ambao wanasema. Kusoma Biblia ngo duhere mu itangiro tugere mu zahisho. Sio kusoma Biblia kwanza mwanzo mpaka Ufunuo. Ntabwo ari ukuvuga kundimi. Sio kunena kwa lugha. Ntabwo ari guhanura. Sio kutabiri. Hari ibiranga abantu buzuye mwuka wera. Kuna kile ambacho kinadhihirisha watu ambao wamejaa Roho Mtakatifu. Katika mambo mengi. Hari ibyanditswe hano n'ibindi bitanditswe. Kuna yale ambayo yameandikwa na yale ambayo hayaandikwa. Lakini kuna mambo matatu peke yake. Kigaragaza umuntu ufite urukundo ambayo yanadhihirisha upendo wa Mungu ndani ya mtu. Icyambere kigaragaza uwo muntu. Jambo la kwanza ambalo linamdhihirisha. Ikintu kigaragaza umuntu ufite urukundo rwiwe. Ambayo inadhihirisha mtu ambaye ako na upendo ndani yake. Umwuka wera muri we. Roho Mtakatifu ndani yake. Ni urukundo. Ni upendo. Abantu bari mu kuvuga mu ndimi batagira urukundo. Watu wananena kwa lugha bila upendo ndani yao. Abantu bari mu kwandika ibitabo byongera Biblia batagira urukundo. Watu wanaandika vitabu ambavyo vinaongezewa juu ya Biblia bila upendo. Abantu bari mu kubwiriza batagira urukundo muri bo. Watu wanaongea neno la Mungu bila upendo ndani yao. Ariko ikimenyetso cy'umwuka wera. Lakini ishara ya Roho Mtakatifu uzatugeza mu bwami bw'Imana ambayo itatupeleka katika ufalme wa Mungu. Inzira Biblia itubwira tuzanyuramo tukagera mu bwami bw'Imana. Njia pekee ambayo Biblia inasema tutaingia katika ufalme wa Mungu. Inzira Biblia itubwira ko ariko kuvuka no kuba. Njia ambayo inasema ya kwamba ni kuishi na kuwa na kurangwa n'urukundo. Yani ni kudhirishwa na upendo. Iyo umuntu afite urukundo muri we. Mtu akiwa na upendo ndani yake aba afite mwuka wera muri we. Yeye ana Roho Mtakatifu ndani yake. Ikindi, jambo lingine, mwuka wera wa none, Roho wa Mtakatifu wa leo, uwo twasigiwe nk'umufasha, yule ambaye tumeachiwa kama msaidizi, ntabwo aba kuri twebwe, yani sio juu yetu, ahubwo aba muri twebwe, bali yuko ndani yetu. Niyo mpamvu abantu baza bavuga. Ndio maana watu wanasema, wabwira umuntu ati nyamuneka kino kintu ukora ni kibi. Ukisema tafadhali ili jambo ambalo nalifanya sio nzuri, ngo Kristo ngo buba mu mutima. Anasema Ukristo ni ndani ya moyo. Amategeko, sheria yari yanditswe ku bisate by'amabuye. Ilikuwa imeandikwa kwenye vipande vya mawe. Kandi ayo mategeko, na sheria hizo icyaha cyafata guwafashwe. Yani dhambi ilikuwa inamshika ama inadhihirisha yule ambaye ameshikwa. Uwacirwa urubanza n'uwafashwe. Yule ambaye angehukumiwa ni yule ambaye amepatikana na kushikwa. Ariko amategeko y'iki gihe cya mwuka wera, lakini sheria za siku hizi za Roho Mtakatifu, na amategeko yanditse ku mitima yacu, ni sheria ambazo zimenakiliwa katika mioyo yetu. Umuntu azakora icyaha, ni wakati ambapo ukifanya dhambi, umuntu umugabo cyangwa umugore akaza mu mbaga y'abantu bangana nka mume ama mke anakuja katika kongamano kama hili, akavuga ko yakoze igitanga, anasema nimefanya jambo ambalo silo, na anasema bila kuonekana na yoyote yule. Ni sheria hizo ambazo zimeandikwa katika mioyo yetu, na sheria hizi zimeandikwa katika wakati wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema ya kwamba mwili yetu ndio hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, ukifanya dhambi inakusuta, unakimbia unatafuta mahali ambapo utajitubu. Lakini yule ambaye analala na dhambi, hauna Roho Mtakatifu ndani yako. Hata kama atafanya yale ambayo tunaona na macho, lakini hakuna Roho Mtakatifu ndani yake. Hakuna yule ambaye kuna Roho Mtakatifu ambaye analala na dhambi. Yani ukiwa na Roho Mtakatifu, dhambi haiwezi kashinda na kulala ndani yako. Sheria zimeandikwa katika mioyo yetu. Sheria zimeandikwa katika waamini. Mtu ambaye ana Roho Mtakatifu hudhirika kwa upendo. Mtu ambaye ana Roho Mtakatifu hawezi akawa mtu ambaye ana Roho Mtakatifu hawezi akasengenya wengine.
Umuntu ufite Mwuka Wera ntabwo asenya ibyubatse. Mtu ambaye ana Roho Mtakatifu hawezi akapomoa yale ambayo amejenga. Umuntu ufite Mwuka Wera, yule ambaye ana Roho Mtakatifu, arangwa n'urukundo muri we, udhirisho na upendo ndani yake. Ese urwo rukundo ruri muri twebwe? Je, upendo huo uko ndani yetu? Ikintu cyongeyeho ni cya 7 ngira ngo. Jambo lingine ambalo ni la 7, n'umuntu ukiranuka, ni mtu ambaye ni mtakatifu. Gukiranuka dukiranuka mu byo tuvuga. Yani kuwa mwenye haki kwa mambo ambayo tunayanena. Gukiranuka dukiranuka mu byo dukora. Kuwa mwenye haki kwa yale ambayo tunayafanya. Hari abantu bitwa amazina sana ya za Nyarubirazi wacu. Kuna watu ambao wanaitwa majina ambayo ni kama yale ambayo yamejulikana na yamepita. Iwacu usanga haba izina rya Nyarubira. Kwetu kuna majina kama hayo. Wagera ugasanga ari igisambu cy'ibishurushu. Mahali ambapo kulikuwa msitu mkubwa unakuta meisha, lakini inaitwa tu msitu. Iyo umuntu adakiranuka mu magambo, mtu usipokuwa mwenye haki kwa mambo ambayo unayaongea, usipokuwa mwenye haki kwa mambo ambayo unayafanya, hakuna roho ndani yako. Nubwo wakwitwa amazina akomeye, hata kama utaitwa majina ambayo ni mashuhuri, hata kama utapewa majukumu makubwa, hata kama kuna yale ambayo unatenda watu wakiona, kama wewe sio mwenye haki, ndabwo ufite passport yo kwinjira mu bwami, hauna passport ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Ndabwo uravuka ngo ubeho mu bwami, wewe haujazaliwa na kuishi katika ufalme wa Mungu. Gukiranuka, kuwa mwenye haki. Icyanyuma, neno la mwisho, ni cya 6 ngira ngo, nafikiri ni ya 6, ni ingeso nziza, ni tabia nzuri. Ingeso nziza, tabia nzuri. Iyo abantu bakureba bakuona izi ingeso, je, watu wakikuangalia wanaona tabia gani juu yako? Umutima wawe uzukubwira gute? Je, moyo wako unakuambia kivipi? Bijuze ukora uri kumwe n'abantu benshi cyangwa bakeya? Yale ambayo unayafanya ukiwa peke yako ama ukiwa na watu wengi? Umwuka azakubwira gute? Je, roho anakuambia ingeso zacu ni zi? Je, tabia zetu ni gani? Abantu bari mugukenera ngo bahanuriwe, watu wanahisi kutabiriwa. Bakavuga ngo ngaho mbwira ukomeze. Watu wanakuambia hebu niambie vile nilivyo. Nindutize. Je, ni nani ambaye hajitambui? Nindutize. Nani hajitambui? Nindutize. Nani ambaye hajitambui? Ngo bamuhanure ngo mumbudebe nyine ngwese ngo bimeze gute? Wakutabiria wakwambie wewe unaenda namna gani? Ingeso. Tabia. Ingeso. Tabia. Ingeso. Tabia. Ingeso. Tabia. Ingeso zamaza imiryango. Tabia imemaliza familia. Ingeso zamaza amatorero. Tabia zimeharibu makanisa. Ingeso zasenya ibihugu. Tabia zimeweza kubomoa nchi. Ingeso. Tabia. Ingeso. Tabia. Ingeso. Tabia. Ingeso. Tabia. Umwuka wera w'Imana, Roho wa Mungu mtakatifu, ntabwo abana n'ingeso mbi. Yani hawezi akakaa na tabia mbaya. Yule ambaye ana tabia mbaya ndani yake, yeye hajazaliwa. Yule ambaye ana tabia mbaya ndani yake, yeye hakuna ufalme wa Mungu ambao anasubiri. Kuzaliwa katika ufalme wa Mungu, yani kujulikana mbele za Mungu. Kujulikana mbele za Mungu ni ingeso nziza, ni tabia nzuri. Imana ntireba uko tureba. Mungu haangalie kama wanadamu. Imana ntireba igihagararo. Mungu haangalie kusimama kwa mtu. Imirimo dukora ngo abantu baturebe. Mungu hawezi akaangalia vile ambavyo tunafanya kazi zetu. Ingeso zikomoka. Mungu anaangalia mahali ambapo tabia zinatoka. Mungu anaona kwenye chemchemu za tabia zetu. Biblia inasema ngo ntaso kimwe, hakuna chemchemi moja ambayo itatoka maji mawili. Amazi ngo akereta na amazi meza, yani maji mazuri na maji ambayo ni machungu. Biblia inasema ya kwamba chemchemu ina maji moja pekee yake. Ina maji mazuri ama iwe na maji mabaya. Hiyo ndiyo ishara ambayo inadhihirisha mtu ambaye ana Roho Mtakatifu. Ni yule ambaye anaonyesha matunda mazuri.
mazuri kwa wanadamu. imbuto nziza mu Lakini bantu, yule ambaye hana matunda mazuri, ibyo yokora byose, kile ambacho kinatoka ndani amazina yake, yokwiyita yose, hata kama utajiita majina gani, amazina yokwitwa n'abantu majina yose, yoyote ambayo utaitwa na wanadamu, uwo ntazwi mu bwami bw'Imana. huo hajui katika ufalme wa Yesu abwira Mungu. Nikodemu, Yesu akamwambia Nikodemu, aramubwira ngo kugira ngo uje mu bwami bw'Imana, akasema ni ili uweze kuingia katika ufalme wa Mungu ubwa kabiri, ni kuzaliwa mara ya pili, mu mazi katika maji na mwuka wera. na Roho Mtakatifu. Kandi uwo mwuka wera Na Roho huo aba mu mitima yacu. anaishi ndani yetu. Mwuka wera Roho Mtakatifu ntabwo abana n'ingeso mbi, yani haishi na tabia iyo umuntu mbaya. agenda n'ingeso mbi, Mtu akitembea na tabia mbaya, kure na mwuka wera. yeye ni mbali na Roho Iyo Mtakatifu. umuntu adafite mwuka wera, Mtu usipokuwa na Roho Mtakatifu, tabyiringiro byo kubona ubwami ya bw'Imana. hauna matumaini ya kuona ufalme wa Mungu. Imana idufashe, Mungu atusaidie Imana iduhe umugisha. na Mungu atubariki. Nakira ijambo ry'Imana.